Na mtazamaji, ni saa 10 jioni saa za Afrika Mashariki, nikitumai kwamba buheri wa afya mahali popote ulipo. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Mbiu ya KTN. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Merisha Owiti. Karibu. Maafisa wa tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC katika eneo la magharibi mwa Kenya wamekamata maafisa 4 wa polisi wa barabarani kutoka kituo cha polisi cha Busia kwa madai ya ufisadi. Maafisa hao walikamatwa mapema leo kutokana na lalama za wakazi kwamba wamekuwa wakiwahangaisha kwa kuchukua hongo kutoka kwa madereva wa magari ya usafiri wa umma pamoja na wenzao wa pikipiki. Washukiwa hao wamefikishwa katika ofisi za EACC mjini Bungoma na hatimaye kupelekwa katika kituo cha polisi cha Bungoma wakisubiri kufikishwa mahakamani hapo kesho. Mingi imerudi nyuma. Kasi iko chini, maisha imerudi nyuma kwa sababu ya hongo. Mtu ameshalipa gari yake kutoka mahali ametoka, anafikisha mzigo yake, wakishafikisha kwa barabara anaanza kumsumbua. Jamaa wako tu sawa, waache wadili na kasi yao. Naunga mkono kwa maana ni kama ndio hobi yao, ndio tabia yao ya kuchukua hongo barabarani. Lakini mimi siwezi laumu maafisa wa polisi peke yake. Na laumu pia wateja na pia wenye magari, kondakta na dereva. Kwa maana mteja anaona gari imejaa, yeye anajisunda ndani, anajaa kabisa. Na Wakenya nao wanaogopa kwenda polisi. Sasa polisi anaposimamisha, utaona sasa pesa inaanza kubadilishana mikono. Mtu anashindwa atalishaje watoto. Mtu anakulazimisha umpe pesa yenye hauna, na mtu wako kwa payslip. Kwanza vile wameshikwa hivi, mimi nataka kusikia next ni nini. Wasemi hiyo pesa wanapelekanga wapi? Wapo wako na mkubwa wao wanapeleka, kwa sababu kuna fununi inasemekana kwamba ili kutumwa uende kwa barabara pale, mkubwa akikutuma lazima utoe ya macho. Sasa hii viti ya hongo unaambiwa siku hizi wataki utupe, wanakuambia shuka, rudi nyuma ya boot. Rudi nyuma ya boot, unarudi nyuma, unaweka kwa license hivi. Hiyo ndo system.